Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo tutaenda kusoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 kuanzia mstari wa 3 na wa 5. Maandiko yanasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kinachoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tunaona maandiko yanaeleza ingawaje tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maandiko yanaeleza ya kwamba vita vyetu sisi vipo katika mawazo, vipo katika fikra. Hiyo ndio vita kubwa. Asubuhi ya leo tunapoenda kuomba kwa ajili ya ukombozi wa mawazo na fikra, na tamani uelewe ukubwa wake. Mtu anaweza asielewe ya kwamba vita kubwa katika maisha ya muamini ni mawazo, ni fikra. Ndio kitu kinachoanza kutekwa kwanza na adui, halafu anaanza kukitumia. Yani silaha ya uharibifu iliyo ndani yako ambayo adui anaweza kaitumia kukuangamiza mwenyewe ni mawazo na fikra. Na ndio maana maandiko yanaeleza na kuainisha kabisa ya kwamba endapo kama mawazo na fikra vitatekwa, wewe tayari unakaa katika kuangamizwa na adui kupitia mawazo yako, kupitia fikra zako. Na ndio maana unakuta mtu anaingia kwenye hofu. Ile hofu ni nini? Ikilianza kushikiliwa kwanza mawazo na fikra. Watu wengi wanaokufa kutokana na taarifa mbaya, aidha za afya zao, yategemeana na mawazo yao na fikra zao. Kipindi wanapewa taarifa, unakuta anapewa taarifa ambayo mawazo na fikra inaona mauti, na itakapoona mauti, na mauti napita hapo na mtu anakufa. Lakini mawazo na fikra vikikombolewa, mtu mmoja akisema kwamba mimi sifi na haufi, ukisema kwamba mimi sitaangamia na hautaangamia, ni mawazo na fikra. Kwa ni lazima unapoenenda katika mwili, ulazima uelewe vita haipo katika mwili, vita ipo katika roho. Halafu hiyo vita imetengeneza ngome kwenye mawazo na fikra. Na ili tuweze kushinda hiyo ngome, ni lazima tuiteke nyara mawazo na fikra vipate kumtii Kristo, ama vienende sawa sawa na neno la Kristo. Na ndio maana ukuta mtu anasema mimi ni maskini. Umaskini haupo kwenye kuwa na fedha ama kutokuwa na fedha, kwenye mawazo na fikra. Utaona mtu anajiangalia kwenye mawazo na fikra, adui anapita umo. Na ndio maana unakuta mawazo na fikra ndio vinavyoleta mtazamo, na ule mtazamo Mungu anakuhukumu kwa mtazamo wako, na shetani pia naye anakuhukumu kwa mtazamo wako. Mazingira yanakuhukumu kwa mtazamo wako kupitia mawazo na fikra. Na ndio maana hata wale wapelelezi walipoenda kuipeleleza ile nchi, watu wa kundi la kwanza, mawazo yao, fikra zao, mitazamo yao ilikuwa imepigwa. Kwa hiyo unajikuta hata walipokuwa wakiwaza, waliyaona yale majitu, halafu na wao kupitia mawazo na fikra zao na mitazamo yao wakajiona ni mapanzi. Na ndivyo walivyokuwa. Biblia inasema ndivyo walivyokuwa, na ndivyo wale watu walivyowaona. Kwa kama wangetaka kuangamiza, waliona kabisa, hata wale watu majitu yale walikuwa wanaona kabisa yanaenda kuangamiza panzi, jinsi ambavyo wao walijiona katika mawazo na fikra zao. Kwa hiyo unajikuta mawazo na fikra ndio ngome ya uharibifu. Endapo kama mtu ataliona hilo jambo akashughulikia leo mawazo na fikra, huyo mtu ni mshindi sana. Lakini mara nyingi sana mtu huwa anajitenga, anasema hapana, hapa sio mawazo yangu wala sio fikra zangu. Anaanza kuona ya kwamba vita hii ni mapepo. Lakini mapepo yana mahali yanaposhikilia. Mapepo yana mahali, shetani ana mahali yanaposhikilia. Na sehemu rahisi ambayo shetani anaweza akaishikilia ndani ya mtu ni kwenye mawazo, ni kwenye fikra. Mawazo, fikra, mtazamo ndio shetani anaposhikilia hapo. Anashikilia akili, mawazo, fikra na mtazamo.
Sasa endapo kama akili, mawazo, fikra na mtazamo vitasema mimi ni dhaifu, na ndio maana Biblia inasema hivi, yeye aliye dhaifu ahakikishe ndani yake anasema mimi ni shujaa. Sasa atasemaje? Anaisemea wapi mimi ni shujaa? Kwenye mawazo na fikra. Unaposema mimi ni shujaa kwenye mawazo na fikra, unajikomboa mwenyewe katika uharibifu. Na ndio maana unaweza ukawa tajiri kupitia mawazo na fikra na utajiri ukakufuata. Unaweza ukapona kupitia mawazo na fikra. Na ndio maana unaposikia mtu ana stress, mtu ana msongo wa mawazo, maana yake ni nini? Mawazo na fikra vimeshikiliwa kwa 100%. Ndio maana huyu mtu ana msongo wa mawazo. Unaposikia shetani anamuendesha mtu, anamuendeshea wapi? Kwenye mawazo na fikra. Unakuta mtu anakuja anajiangalia namna hii, anajiona hafai. Kwa nini hafai? Kwenye mawazo na fikra. Na anapoteza hata ule mtazamo wa Mungu, jinsi anavyomtazama yeye, anajiona tu hafai. Lakini Biblia inasema ya kwamba mtazamo wa Mungu kwetu ukoje? Anatuwazia aliyo mema. Ndio mtazamo wa Mungu, ndio fikra za Mungu. Anatuwazia aliyo mema, sisi ni wa thamani machoni pake. Ndio mawazo ya Mungu, ndio fikra za Mungu. Anatuwazia aliyo mema. Kwa Mungu akitaka kutuponya, anaanza kuponya mawazo na fikra. Ili vikiponya na hivyo ni rahisi wenyewe kupokea muujiza. Asubuhi ya leo naweza nikawa naongea na mtu ambaye hawezi akafanikiwa mpaka mawazo na fikra vikombolewe. Asubuhi ya leo naongea na mtu ambaye hawezi akavuka mpaka yaanze kuvushwa mawazo na fikra. Asubuhi ya leo lazima mtu ageuzwe kwa habari ya nia yake, ageuzwe vile anavyojiona. Ukishageuzwa vile unavyojiona, maombi haya ya ukombozi wa mawazo na fikra yakija akakuta maisha yako, huwezi kuwa kawaida. Kuna vitu vimefichwa machoni pako uvioni, kwa sababu mawazo yako na fikra zako vimeshikiliwa. Utakaporuhusu nguvu ya Mungu ipite kwenye mawazo yako, kwenye fikra zako, wewe tayari ni mshindi. Nataka twende tukamwombe Mungu. Twende tukamwombe Mungu. Yamkini umejitazama na kujidharau sana. Yamkini umejiona wewe ni maskini, ya kwamba hutaweza kufanya mambo makubwa. Umeshajiona wewe hutaweza kujenga, hutaweza kuwa na vitu vya thamani. Umeshajiona wewe hutaweza kuja kuwa na watoto. Umeshajiona kabisa kwa umri huu, jamani, nitapata watoto kweli? Ni mawazo hayo, ni vita hiyo katika mawazo na fikra, na shetani anaishikilia hiyo. Na mara nyingi sana Biblia inasema hivi, zile hati za mashtaka zinazoinuka kupitia mawazo na fikra. Lakini unapoenda ukiwa unamuwazia Mungu aliyo mema, unajua kabisa kwamba Mungu atanifanya aliyo mema, kwa sababu yeye Mungu ni mwema. Yeye Mungu ni mwema. Unajua sasa hivi nataka nikwambie tu, watu wengi sana wameshikiliwa kwenye mawazo na fikra. Ndio maana nguvu za Mungu haziwezi kupita. Yaani mtu akimwangalia Mungu anasema hivi, kwenye hii kesi Mungu atakuja kweli? Wacha niombe. Yaani mtu anavyoomba, anaomba kama kwa bahati nasibu, kwamba Mungu anaweza akaja ama asije. Kwa tayari ameshatenda kosa tena kubwa mno. Anapopitia changamoto asema hapa Mungu anaweza akaniponya ama siniponya. Anaweza akaniokoa ama siniokoe. Mungu hapa anaweza akanitetea ama sinitetee. Ni mawazo na fikra ambavyo hivyo vikishikiliwa huwezi muona Mungu. Na ndio maana wale wakina Joshua na Caleb walienda kuipeleza ile nchi, ukiachana na wale wenzao 10, wao 2 walikuwa wana mawazo na fikra zilizokombolewa. Wakasema ni ukweli, ile nchi ina majitu, lakini tukimwangalia Mungu katika mawazo yetu na fikra zetu, hakika ile nchi ni ya kwetu. Kama Bwana atatupenda, basi kama Mungu ataturidhia, atatupa ile nchi. Mawazo yao na fikra zao zilikombolewa. Hata mimi na wewe leo, mawazo yangu na fikra zangu zikikombolewa, mimi ni mshindi. Hata wewe, mawazo yako na fikra zako zikikombolewa, wewe ni mshindi. Ni lazima kwanza uanze kukomboa mawazo na fikra. Omba maombi, komboa mawazo na fikra ya watoto wako. Komboa maombi, fanya maombi, komboa mawazo na fikra ya mume wako ama ya mke wako. Ndio ukikomboa mawazo na fikra yako, ukakomboa mawazo na fikra ya watoto wako, komboa mawazo na fikra ya mwenza wako, komboa mawazo na fikra ya bosi wako kama unafanya kazi, komboa mawazo na fikra ya watu wanaokuzunguka. Jaribu kuomba maombi ya namna hii, uone kile kitu Mungu anaenda kukifanya. Utashangaa sana. Nataka twende tuombe, halafu uone muujiza Mungu anaenda kuachilia kwenye maisha yetu siku ya leo. Baba mtakatifu, katika
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako kwa shukrani, lakini tunakuja mbele zako kwa toba. Mungu aliye hai, tunaomba toba kwa ajili ya mawazo na fikra ambazo tumekuwa tukiziwaza. Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako kwa toba. Yamkini tulikufungia nje kwa ajili ya kupitia mawazo, kupitia fikra. Mungu aliye hai, umesema jumla ya mawazo yake ni hakuna Mungu. Mungu aliye hai, tunaomba toba mahali ambapo mawazo yetu hayakukubeba wewe. Tulikuwa na mipango, lakini tuliharibu hiyo mipango kupitia mawazo na fikra zetu. Bwana Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu, ninaomba rehema, ninaomba neema. Mungu aliye hai, ukafungue milango, ukafungue na malango kwenye mawazo yetu na fikra zetu zipate kukutiwe Kristo. Baba, ninaomba ukakomboe mawazo ya mtoto wako anayenisikia wakati huu. Komboa fikra zake Bwana, mawazo ya mtoto wako huyu na fikra zake zipate kukutiwe Kristo, zipate kuenenda katika neno lako, zipate kuyatii mawazo yako Mungu aliye hai juu ya maisha yetu. Mungu aliye hai, kama vile unavyotuwazia ndivyo ambavyo mawazo ya mtoto wako huyu yawaze hivyo hivyo Bwana. Kama vile unavyotuonea shauku na upendo ndivyo ambavyo Mungu mawazo ya mtoto wako huyu yajione hivyo Bwana. Mungu aliye hai, ninakomboa mawazo katika ulimwengu wa roho kwa mtoto wako huyu. Mungu aliye hai, miujiza aliyoifungia nje kupitia mawazo na fikra zake, miujiza, ishara na ajabu zipate kumwendea. Asubuhi ya leo mtoto wako akombolewe, mawazo yake na fikra zake apate kujiona sawa sawa na vile Mungu unavyomuona, kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, ninaomba ukombozi wa mawazo na fikra kwa watoto wake. Mungu aliye hai, ninaomba mtoto wako anayenisikia, watoto wake wakakombolewe kwenye mawazo na fikra, ili wapate kuitawala dunia hii, wapate kuyaishi maisha mazuri dunia hii, vizazi vyetu pate kuishi maisha mazuri katika dunia walio hai. Baba, ninaomba komboa mawazo yao, komboa fikra zao zipate kukutiwe Kristo, kwa jina la Yesu. Waenende sawa sawa na vile Mungu unavyowatazama, kwa jina la Yesu. Ninaomba rehema, ninaomba neema ikayakomboe maisha ya watoto wetu, ikakomboe vizazi vyetu katika jina la Yesu. Kupitia kukombolewa mawazo yao na fikra zao zipate kukutiwe Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba asubuhi ya leo, komboa mwenza wa mtoto wako anayenisikia wakati huu, awe ni mchumba ama ni mme ama ni mke. Komboa mwenza wa mtoto wako huyu kupitia mawazo ya mwenza wake na fikra zake. Roho Bwana, rejesha mawazo, rejesha fikra zake juu ya maisha ya mtoto wako huyu na mwenza wake. Mawazo yao, fikra zao zikapate kupatanishwa katika jina la Yesu. Mawazo ya mwenza wa mtoto wako anayenisikia yapate kupatanishwa, fikra zao zipate kupatanishwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana unayakomboa mawazo ya mtoto wako huyu. Unamkomboa yeye kwenye mawazo na fikra, unakomboa watoto wake kwenye mawazo na fikra, unamkomboa kwa mwenza wake kwenye mawazo na fikra. Komboa mahali anapozungukwa na wale watu, either ni bosi ama ni wateja, kama ni mfanyabiashara. Mungu aliye hai, komboa mawazo kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, nakushukuru sana kwa rehema na neema. Sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Maombi haya ni maombi makubwa sana. Yamkini uko kwenye mahusiano, either ndoa ama uchumba. Kama haukomboi mawazo na fikra ya mwenza wako, mnaweza ukajishangaa unaishi naye, lakini anavyokutazama ni tofauti na unavyojitazama wewe. Anavyokuangalia ni tofauti na anavyokuangalia. Yani unaweza ukaishi maisha mazuri sana ya mahusiano yako endapo kama utakuwa ukiomba maombi ya namna hii, kukomboa mawazo na fikra ya mwenza wako apate kumtii Kristo. Atakutazama wewe kwa jicho zuri sana. Kumbuka mpaka anavyoenda kudanganya nje, ujue kabisa ya kwamba kuna mawazo na fikra zilitekwa. Ndio maana akaenda akakuona wewe haufai, akakuona wewe hautoshi, akakuona kama haustahili. Kuna watu wengine wanaweza kushangaa, sasa mimi najaribu kufanya kila kitu kwa mume wangu, najaribu kufanya kila kitu kwa mke wangu, lakini mbona haoni? Sio kwamba haoni. Komboa mawazo, komboa fikra zake, ataona. Na
Mtu mwingine anasema najaribu kufanya kazi kazini najaribu kujituma, lakini mbona bosi wangu hanioni? Komboa mawazo yake na fikra. Ukikomboa mawazo na fikra, cha kwanza ambacho kinaanza kuonekana kinaitwa potential, yani umuhimu wako unaanza kuonekana kwenye fikra za watu, kwenye mawazo ya watu. Ili kizazi chako kiheshimike, muombe Bwana akomboe fikra na mawazo ya kizazi chako, akomboe fikra na mawazo ya watu watakao kwa kizunguka kizazi chako. Na ndio maombi ambayo tumeyafanya siku ya leo. Utashika sadaka yako juu yako, utashika sadaka yako juu ya watoto wako, utashika sadaka yako juu ya mwenza wako na wanaokuzunguka. Hiyo sadaka utakapoitazama, uone ni sadaka uliyoitoa kwa ajili ya generation, kwa ajili ya kizazi. Uone ni sadaka unayoitoa kwa ajili ya kwako na kwa ajili ya watu wanaokuzunguka. Wakombolewe fahamu zao juu yako, lakini na wewe ukombolewe fahamu zako na akili zako juu yao. Utaona mema mazuri mengi sana atakujilia. Watu watakuwazia mema, watu watakuletea zawadi, watu watakuona wewe wa thamani, watakuona wewe ni potential, ni mtu muhimu kwenye hiyo ofisi ama sehemu unapofanyia kazi. Ukupitia maombi haya unakombolewa sana. Basi na hiyo sadaka yako ni ya muhimu katika kisha enzi. Vile ambavyo natamani akili zako, ufahamu wako, mawazo yako akombolewe, uwaze sawa sawa. Na ndio maana ukuta kuna watu wengine wanapitia changamoto leo, lakini kuna mawazo mabaya waliyawaza juzi, waliwaza mwaka uliopita, pasipo kujua imewaingiza kwenye shida. Leo hii ni ukombozi wako. Basi utashika sadaka yako ya ukombozi katika mawazo, fikra. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.